Asterius Rulamka mwenye umri wa miaka 54, Mtanzania anaishi Marekani, ambaye inadaiwa alisoma katika shule ya sekondari Tambaza, Dar es Salaam, Tanzania, amekamatwa na kufunguliwa mashtaka baada ya kufanya vurugu na kumpiga abiria ndani ya ndege ya American Airlines safari namba 5574 iliyokuwa ikitoka uwanja wa ndege wa Wichita Wade D. Eisenhower, Kansas kuelekea uwanja wa ndege wa Ronald Reagan, Washington DC. Kwa mujibu wa hati ya kiapo iliyotolewa na wakala maalum wa FBI Elizabeth Kilcommons, tukio hilo lilitokea Machi 5 mwaka 2025. Inadaiwa kuwa Rulamka aliondoka kwenye kiti chake katika safu ya 14 wakati ndege ikikaribia kutua na kaanza kuzungumza na mhudumu wa ndege. Baadaye alihamia nyuma ya ndege na kuanza kupiga kelele na kutoa vitisho kwa mhudumu huyo. Mashuhuda wanasema kuwa Rulamka, ambaye ana leseni ya udereva ya Texas, alidai kuwa alikuwa safarini kuelekea Washington DC kwa lengo la kuzungumza na Rais wa Marekani Donald John Trump. Hata hivyo, wakati wa tukio hilo alionyesha tabia ya fujo na vurugu, huku akionekana kama mtu aliyekuwa amechanganyikiwa kiakili. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, Rulamka alimshambulia abiria aliyekuwa akirekodi tukio hilo kwa simu yake kwa kumvuta kofia na miwani aliyokuwa amevaa, kisha kumpiga mara kadhaa, jambo lililosababisha majeraha na michubuko na jicho kuwa jekundu. Aidha, inadaiwa kuwa alijaribu kumpiga mhudumu wa ndege, lakini mhudumu huyo alifanikiwa kuepuka shambulio hilo. Baada ya vurugu hizo, Rulamka alianza kukimbia ndani ya ndege, hali iliyowalazimu abiria wengine watatu pamoja na wahudumu wa ndege kumdhibiti na kumrudisha kwenye kiti chake hadi ndege ilipotua. Mara baada ya kutoa Washington DC, maafisa wa FBI walimkamata Rulamka na kumfungulia mashtaka ya shambulio la kupiga na kujeruhi kinyume na sheria za Marekani. Taarifa zinaonyesha kuwa Rulamka aliwahi kukumbwa na matatizo ya uhamiaji mnamo mwaka 2014 baada ya kubainika kuwa alikuwa akikiuka muda wa visa yake. Taratibu za kumrejesha nchini mwake zilikuwa bado zinaendelea na kesi yake imepangwa kusikilizwa Machi 13 mwaka huu 2025. Ingawa ripoti ya CNN na vyombo vingine vya habari vya Marekani haikufafanua uraia wake, baadhi ya Watanzania wa diaspora wanaomfahamu wamethibitisha kuwa ana asili ya Tanzania. Aidha, katika akaunti yake ya Facebook ameandika kuwa alisoma elimu katika shule ya sekondari shule ya Tambaza kabla ya kujiunga na Texas Southern University nchini Marekani. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka. Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Kisha tena maendeleo. Umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.